That's number one. Of course, it's a lot of Hindi. But what do you want? Give us King James version, original King James. Whoever. Ako hapo na leta. Oh, hatuwezi ona haya mreti. Leta ya King James ya namna hii. Let's read together wapendwa, tusome pamoja. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. Continue. And he taught them, kwa hivyo kuna kitu kingine unasoma si screen. And he taught them many things by the parables, and he said to them in his doctrine. This is his doctrine. This is the doctrine of Jesus Christ. This is his doctrine. I wish I can be able to preach on that. This is his doctrine. Number 3, again behold, there went out a sower to sow. So his doctrine is the very principle of Genesis. If I go that way, I'll take long. Man of God in Genesis chapter number 1, Maandiko inasema when God said let there be vegetation, Bible inasema na miti ikatoka yenye matunda, na kila mti mwenye tunda, kwa hiyo tunda kulikuwa na mbegu ya mti huo. Kulikuwa na mbegu yenye kuzaa matunda after its own kind, after its kind. If it's a mango tree, that mango tree had a mango fruit, and this mango fruit, inside the mango fruit, there were seeds of the mangoes. So in order to multiply, the only thing that God gave man, kama Mungu angejua, Mungu kwa miembe, Mungu alipanda mwembe mmoja, kwa makodofea akapanda moja, kwa apples akapanda moja, lakini kwa hiyo makodofea akahakisha kwa kila mkodofea, kwa kila avocado ndani yake kutakuwa na mbegu, na hiyo mbegu inaweza zaa makodofea nyingine. Kwa hivyo kila mtu ambaye kwake anataka makodofea, ni akichukua kodofea akule kila kinakulangwa, lakini asikule pamoja na mbegu, ili mbegu aende aipande imeme makodofea ingine mingi, na hiyo makodofea iwe na mbegu azalizane. So for you to multiply, you got to use the power of a seed. Very important that for God to multiply anybody, if anybody will ever multiply. Najua Kenya kumekuwa na shetani mingi kwa sababu ya kitu ya mbegu, lakini wapendo, hata mna hawa walipatiwa mambo mawili peke yake. Mambo mawili peke yake, that's dominion, that is a blessing, and the seed. Dominion, that is a blessing, and the seed. For anybody in the covenant, anybody in the kingdom to increase, to multiply, he requires only 2 things. The blessing of the Lord. That the one blessing is you are empowered to prosper. You need the empowerment from God plus the seed. If you have the seed plus the blessing, no matter the devil, you will multiply. And I pray somebody here will multiply before the end of the year. If that is you, let me hear you are amen. I won't talk about that, but I just want you to know that the only, and every person here is a warehouse of seed. Everybody here is you are walking warehouse. Wewe umejaa seed, wewe umejaa mbegu. Wewe maisha yako ni mbegu. Ni vile tu hujajua yote. Wewe ni mbegu. Smile ni mbegu. Attitude ni mbegu. Vile unakaanga, energy. Kuna that is why unaona watu wengi hapa hatuchoshani nguvu. Kuna watu wana nguvu kuliko wengine hata kama hawako kazi. Yani sio lazima uwe kazi, upate uajiriwe kazi as long as una nguvu. Kama mikono ina nguvu, sio lazima upate kuajiriwe kazi, kwa sababu unaweza tumia hiyo nguvu upate mbegu ya kupanda ubarikiwe. Na niambia watu wa kanisa letu kitabu nilisoma, na hiyo ni lazima iwe ni Waefeso, na ni Waefeso sijui kama ni 5, na ni Paulo alikuwa anasema yule ambaye alikuwa anaiba kwa jina la Mungu aliona ina gari na sore kuiba, yani yule alikuwa anaiba asibe tena, lakini afanye kazi na mikono ili apate mbegu ya kupeana. That means nobody, man of God, let me see whether I can be able to communicate this to everybody quickly. This is it. Hakuna mtu anaweza tajirishwa na kazi. Hakuna mtu ana uwezo wa kufanya kazi uajiriwe ukiwa na miaka 25, ulitae ukiwa na 60, na ulitae ina millionaire. Hakuna uwezo wa kufanya kazi kama mwalimu. My wife is a teacher. Miaka yake yote ili amefanya kazi, hawezi tajirishwa na walimu. Hawezi. That is why lazima kila wakati wao wanagoma haki yetu, fujo, kwa sababu hiyo pesa haiwezi tajirisha mtu, kwa sababu Mungu hakuwa amepanga mtu afanye kazi ili atajirike. Mungu alikuwa amepanga mtu afanye kazi apate mbegu hiyo alipande, hiyo mbegu Jehova aitumie kumtajirisha. Kama umesikia vizuri sema amina.
Bring it on. Continue verse 3. And the sower went to sow. He must sow the seed. Usiulete hiyo maneno mengine. And it came to pass as he sowed. Alipokuwa anapanda. Some fell by the wayside. Sasa hii ni shida kwa sababu zikaanguka. Hasikupandwa on the wayside. Mungu asaidie mshike. Hasikupandwa kwa wayside. Ni kuanguka, silianguka on the wayside. Kama saa hii mimi nimekuja kupanda mbegu, lakini sikuwa nimetoka kwetu nikipanga ya kwamba nimekuja kupanda mbegu kwa rami, lakini nikipanda tu kuna zingine zitaanguka. Zikianguka kile zitakuta ni barabara na si wewe, ni neighbor yako. Maandiko inasema na man of God huduma wale ambao tulikuwa tunaenda kuita miaka ile ya kitambo kwa kichaka, ukijua kaparapara kale kanatumiangwa na akara ile panya ndogo ya kichaka nikipitia mahali mara mingi, hata kama ni kidogo anje nitafanya barabara. Nikagundua roho za watu sio lazima kupitia shetani kubwa, sio lazima kupitia shetani na kama nguruwe. Hata kagara akipitia kwa hiyo roho, kagara ya mahasira, kagara ya attitude mbaya, nikipita hapo sana itafanya kando ya njia. Kwa hivyo ukipanda mbegu inakuta ni kando ya njia. Some fell on the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. So I want to deal with that. Devoured it up, to devour. Bring the next one, son. Oh, madam, I don't know who. And some fell on the stony ground where it had not much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. Continue quickly. Bring the next verse. But when the sun was up, it was scorched. And because they had no root, it withered away. I want to do again with withering away. Bring the next one, son. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. It was willing to yield, but it was choked. And then the Bible says others fell on a good ground. Now this is verse 1. This verse? Huh? Don't you ever say, go in there? 8. Sasa ruka verse 9, na 10, na 11, na 12. And 11. It also said he had a whole weakness with me. And he said unto them, unto you it is given to know the mysteries. I want you to see that. And to you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. And to you it is given to know the mysteries of the kingdom, to know the mysteries of the kingdom, but to the others out there, it is in parables. Now bring verse 14. Thank you, Father. 14, son, 14. Yeah. The sower soweth the word. Thank you. The next one, 15. Now everybody read this together with me. 1, 2, go. And these are there by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan comes when? Satan comes when? And taketh away the word that was sown in their heart. Holy Spirit, please speak to these people. Bless us strongly in Jesus' name. Maandiko imesema, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom. Wapendwa, katika ufalme huu wa Mungu angependa wewe na mimi tujue mysteries, because if you are alive, by the way, that's true. Every ministry has its mysteries. Every ministry has its mysteries. That's why wale hapa kulikuwa wa Catholic, mnakumbuka yale mambo Mfeabendo alikuwa anafanya. Mambo mengine hamkuwa mnajua ni ya nini. Ni mystery ya Keofea, ni mystery ya Catholic. Unakuta kuna vile anakuja na mguu, kuna vile na unamjua ni Mkikuyu, lakini vile anaongea. Hawezi ongea Kikuyu kawaida. Unasikia anaongea kama ni wimbo. Hota ule hapo ataliekea mbele. Ni Mkikuyu, lakini baadaye anasema straight vile kulikuwa mwanzo ndio utakuwa anaongea in a certain way, the mysteries za huko. Na unaona akiongea kuna vitu anamwaga
kuna vitu anafanya huko hapo mbele, kuna mishumaa na vitu vingine unaona, kuna ofani, hiyo yote ni mystery yao ya kuweka in a very mysterious way. Ndani yetu nayo kuna mystery yake. Unaona vile tunaongea, kuna wakati unasema amen, tunapiga duru, tunaongea na dini, tunaongea vitu vingine hujui kabisa hata wewe ukiulizwa inachokuuga hata wewe hujui. Hii ni vitu mysteries, because every ministry has its mysteries. And Bible says, until it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Listen to me. Where mysteries are not known, life becomes a parable. Where mysteries are not known, life becomes a parable. And so you can have, unaweza kuwa kadoa, unaweza kuwa umeolewa una kadoa ambayo ni ya parable, ni kerekano. Unakaa biashara inakaa parable, inakaa kerekano. Unakaa kamaisha inakaa madharau. Lakini once the mysteries are discovered, your life becomes mysterious. You become mysterious that even people who knew you, they have difficulties in explaining you. Naaminia wapendwa, kabla tujamaliza mwaka, lazima Mungu atufanyie kitu ambacho people cannot deny, but they cannot explain it. Yani Mungu afanye kitu maishani yako. Mungu afanye kitu kwa biashara. Mungu afanye kitu kwa kanisa hili, ya kwamba people cannot deny imefanyika, lakini they cannot explain imefanyika aje. Inaitwa mysteries of the kingdom. Inaitwa series of ufalme. Unaishi maisha watu hawawezi, yani wale mlikuwa mnasoma na wao, mkionana, na wao walikuwa wanakuonyesha mahesabu, na wao walikuwa wanakusaidia mambo mengine, lakini mkionana vile maisha yako ilifanyika, vile unaishi, vile familia yako iko, vile ulitajirika, vile unaraha katika maisha, wote wanaambiana, si huyu ni yule Jerry tulikuwa na yeye fai, alifanyika namna hii aje. Hata wao hawawezi eleza, but they cannot deny it is happening in your life. May it happen in your life before the end of the year, katika jina la Yesu Kristo. Yani kama watu wale wote walikuwa wananijua, wote wale walikuwa wananijua, hata walimu, tunakutana walimu, wale wengine walikuwa wananisomesha, wanaona vile ninaishi, wanaona vile maisha yako ilikaa, maisha ya mke, wakiniona na mke na watoto na mambo mengine sitawaambia, wanashitwa. Hata kwanza hii kitu ya corona ilileta vituko, nikaanza kuhubiri kwa Facebook, na mimi hiyo mambo nilikuwa nimekataa, lakini nikawekwa kwa nguvu ni corona. When you know the mysteries of the kingdom, they may not explain you, but they cannot deny that God is at work. And I pray that before the end of this year, everybody that sees you, they will not deny this is the heart of God that is at work in your life. If you believe it, let me hear you. Amen. Praise God forever. Man of God, kuna kitu kingine niko nataka kuhubiri haraka ili nihubiri nataka. Ni hiyo maandiko tumesoma ya kwamba the sower soweth the word, anapanda neno, na kile kinanisumbua ni hiyo, anapanda neno na likipandwa, likishapandwa, hawa ndio wale wa barabara, wale neno linapandwa kwao, na wamelisikia, but immediately, man of God, immediately, hiyo ndio inanisumbua, immediately. Wewe huoni immediately shetani anachukua. Tuulizane, anakuaga wapi? Situongee kama tunalipatia hapa, wapendwa, kama tunalipatia hapa na immediately linachukuliwa. Situongee. Mnafikia shetani anakuaga wapi? Huyu shetani ambaye hata nikipanda tu, sio kumaanisha hata kwa ibada tunasomaka na yeye. Kama neno linapandwa kwa kanisa kama hii, wewe wapendwa, si neno limekuja kupanda, si ndio inapanda saa hii, na inapandwa na immediately yule muovu anaichukua. Wapendwa, anaweza ichukua na remote, anaichukua na osmosis, anaichukua na diffusion. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tujue, mara mingi hata yeye anakujaga kwa ibada. That is why kuna mambo unaonaga, niko nataka kuambia hivyo, ili man of God bishop, kuna mambo unaonaga watu wakijifanya, unashindwa
Mama Jokishi yake ni gani sasa? Nini ninafanya wakati wa neno ndio anakula vitole na anakulia vitole, anakuwa gairi ya shetani. Yani ni nini ninafanya mtu ni wakati wa neno na anaenda haja mara mingi na hata hana haja, anaenda na anafika na anajiuliza kitu pale mbinguni yako. Yani anasikia ametoka aje na ameingia kwa washroom, anakumbuka na kile nafata gairi. Si yeye anakuanga hapa shetani. Wapendwa, yule ambaye anachukuaga neno anakuaga mahiri, anakuwa vile unaona neno likihubiriwa, mnaona mnaweka macho namna hii na wake bilio leo, yani ni wakamau anaambiwa hayo, anakuaga heri ya shetani, anakuaga heri. Mimi naomba katika jina la Yesu, hata kama ako heri, do not be under his influence. Don't allow him to influence your life. Mapendo maandiko inasema kwa mkutano wa Yesu, na Yesu anakula meza na wandugu, anakula meza na akina Petro na wengine. Maandiko inasema alipopatia Judasi, maandiko inasema na shetani akamcha. Shetani hakutoka bali alikuwa tu kwa mkutano. Hiazeide kwa meza. Wakati watu wanakula meza, wanaangalia kwa kombe ya ngai baikoro. Alikuwa yeye hata yeye meza ikikuliwa. Hiyo ni kumaanisha when the Bible says be sober, be vigilant. For your adversary the devil, like a roaring lion, he is seeking for whom to devour. Hakuangi bali sana, anakuanga tu manze ongeeni. Hamujaona maandiko ikiandikwa that one day the sons of God walienda kujionyesha mbele ya Jehova, na wakienda shetani alikuwa katikati yao, na hakuna hata mmoja alikuwa anajua ati brother sio kile shetani nake. Walienda kufika pale Jehova hako, hapo Jehova ndiye aligundua, Jehova ndiye alidesign. Akauliza au ndio akimenya nengani ya no nengani yai mtu wewe na wewe kiwa yeye are one of the sons. Kumbe anaweza kuwa katikati ya watu wa Mungu na wasijue ako, lakini katika jina la Yesu pepo yoyote inajificha katikati ya watu wa Mungu tunailaani na tunaishinda saa hii katika jina la Yesu Kristo. Si watu wote hapa waseme amina. Kwa hivyo shetani anakuweka tu maeneo ili neno likipandwa aliibe. Now the next thing I want to bring home, kwa nini sasa ndio nataka kwanza kuhubiri, kwa nini man of God, kwa nini shetani ana haraka hivyo? Kwa nini anakuja kwa haraka hivyo kuchukua neno? So tuulizane, kwa nini ana haja sana na neno? Ni kwa nini shetani anakimbilia neno sana? Hakibiri wimbo, hakuna mahali kumeambiwa ati mkiipa anakuanga hapo, ati mkijifunza wimbo mpya atanakuja anaipa. Hiyo haipi. Lakini hata maombi hakuna mahali imeandikwa anaipa. Lakini amesema neno likipandwa atio anahaja naro. Kuna mambo mawili nilikuwa nataka kuambia wapendwa. Dunia hii chochote kinaonekana, kiliumbika na neno. Kwa hivyo shetani kuna kitu anajua. Neno likiongewa directed to your life, likiongewa neno la uponyaji, na kuwe ndani yako kuna ugonjwa hata kama haujajulikana, neno hilo likipata nafasi ndani yako, kama ni neno la uponyaji, litaupa uponyaji ndani yako. Anajua neno likiongewa na ni neno la utajiri, hata kama wewe ni masikini hoahoe, likipata nafasi maishani mwako, neno hilo litaupa utajiri. Neno hilo kama ni la wokovu, likifukuta mwenye dhambi, hata kama ni mwenye dhambi wa aina gani, hili neno litaupa wokovu. That is why shetani anahaja na neno ili lisiupe kile Mungu anataka kiupike ndani yako. Nimekuja kutakasa. Hakuna shetani itaiba hili neno, kwa sababu lazima hili neno liupe kile kinahitajika kiupike ndani yako. Si wapendwa wote waseme amina. Upande huu roho wanatembea, unasikia amen mzuri upande huu. Kuna upande pale unajua hai mtu weza heti hayo. Wapendwa nyinyi semeni amina. Nyinyi ndio nahubiria wapendwa. Maandiko kitu ya pili, kile kinafanya shetani atake kuiba neno haraka ni kwa sababu anajua, semeni amina. Ukishika neno, ukatae na neno, semeni amina. Haijalishi uko chini na mnagani, neno lina uwezo wa kukutoa mahali uko nikupeleke mahali Mungu alisema. Na nimekuja kuambia kabla Jumapili haijafika, hakutakuwa level ile mko kiroho mnainuka. Nasema kipesa mnainuka,
Nasema kimaisha mnabadilika. Neno lina uwezo wa kubadilisha hadithi yako. I prophesy to somebody here, your story must change by the power of the word. Somebody here shout a big amen. Do you know why God releases a prophecy? Do you know the necessity of a prophecy? Why the prophecy? Kwa nini Mungu anatumana, anaongea neno juu ya maisha yako? Ni kwa sababu Mungu akisema, kama sasa mimi, kama tuachane na mimi, tuongee kuhusu nani? Tuongeze kuhusu Yesu. Tuachane na Yesu. Tuongee kuhusu Samson. Tuachane na yeye. Wewe unataka tuongee kuhusu nani? Tuongee kuhusu Samueli. Tuongeze kuhusu Samueli. Ama tuongee kuhusu mtu mwingine kwa Biblia ambaye alizaliwa kwa unabii. Kwa nini Yesu lazima kutabiriwe miaka karibu 2000 ya kwamba atazaliwa? Ni kwa sababu hata kuzaliwa kwake kutakuwa na a lot of contradiction, kutakuwa na a lot of argument. Hamujashika kiasi ya kwamba kama hakungekuwa na unabii hangezaliwa. At least watu wa upande wa mashika hiyo ni kimuleka no wanatuwezu kuno kutoa hana kwa hiyo maduma nitakazo wasiunge kile. Sasa wapendwa, unaona bikira anazaa. Bikira zilizaa saa ngapi? Hata bikira hiyo yenyewe inauliza how can this be? Seeing I don't know a man. Najua kibiolojia haiwezekani. Tena ebu azae. Kutoka hapo mpaka saa hii walikuwa wanamuita wa Mariamu ili waonyeshe na Waihuriani iko mpaka sasa. Kuna argument kama hakuzaliwa na bikira. That is why Waislamu wote wanasema Mungu hawezi zaliwa na mwanadamu. Kakayani hiliatia. Unajua kile kilifanya Mungu aongee unabii ni kwa sababu bila unabii mambo yake yale yalizunguka Mariamu haingefanya azae. Lakini Mungu akipigania neno kama igoro, Mungu akilifuata neno lazima lifanyike. Sio kwa sababu kuna amani, sio kwa sababu biology ina agree, sio kwa sababu history ina agree, lakini kwa sababu Jehova ameongea. Ukisikia Jehova ametuma neno kwako ni kwa sababu mazingira itakataa, mwili wako utakataa, kuna mashaitani itapigana na hiyo neno, lakini kwa sababu ni Jehova ameongea, atalifuata na nguvu zake ahakikisha limetimia. Na katika kizazi hiki kuna neno Jehova ameongea juu ya kanisa hili. Mapepo yote yakitekela yaambiwe kuna Mungu anafuata hili neno asababishe litimike. Si kanisa lote liseme amina. Hiyo ndio shida. Mungu akiongea prophetically. That's why I'm still getting careful about time. That's why kwa hiyo kitaka kuna ndugu alikuja akaanza kanisa na anawashirika, lakini hakuambiwa na Mungu, hajasikia sauti ya Mungu. Lakini kuna mtu mwingine alikuja hapa kwa kutumwa na Mungu. That one is a formation, this one is a commission. The difference between a formation and a commission. So, for me to leave Gatondo to go to Kiambu, I didn't just wake up and go. I was told, amuka, enda Kiambu. Itafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Wabila kile kilifanya aniambie. Ni kwa sababu in the beginning kutatokea vituko vya kama zinaonyesha kama haujatumwa, na zinaonyesha kama si Mungu alikuongelesha. Kuna kutakokuwa na mazingara ya kupinga hilo neno mpaka iwe kama Mungu hakuwa ameongea halingefanyika. Lakini kwa sababu alikuwa ameongea. Hii sio ndio mnajua dhambi ni nini? Kile tunaita dhambi ni kile Mungu alisema ni dhambi. Kaiwa igoro. Hebu niwaulize, ile wakati Mungu aliongea na Samueli, enda ukamwage mafuta, ukamwagia Daudi mafuta, Samueli alimwambia nini? Sauli akisikia
Ninamwagia mtu mafuta. Sasa ni wewe, si nimeandikwa. Mungu alimwambia nini? Beba kondoo useme umeenda kufanya sacrifice. Alikuwa anafanya sacrifice. Lakini hiyo ni nini? Hiyo ni nini kulikana nini? Hiyo ni nini? Ni uongo. Lakini kulikana na Jehova. Kwa hiyo dhambi ni Mungu ndiye anajua dhambi ni nini, si wewe. Mungu akisema enda ufanye, useme ni sacrifice. Ni kweli. Maandiko yanasema let the weak say, let the weak say, let the weak say, are you strong? What are you saying? Oh, let the weak say, are you strong? You are weak. But what are you saying? You are strong. What are you doing now? What are you? If that is not right, what is that? But if God says let the weak say they are strong, that is what the truth is. It is what God calls. Wapendwa, semeni amina. Ukweli ni kile Mungu anaita ukweli. Tumieni akili kwa sababu mnazo. Angalia malaika ametembelea Gideon, anamsalimia, wewe mweka chapa yaita. Chapa no yaita wewe mweka. Tuko anaangalia. Sujana anaangalia. Anasema nora gevia. Ni wewe nani? Mimi. Saa hii ninajificha kwa shimo na unaniita Sujaa. Jehova hakuiti kile wewe unaona. Anakuita kile yeye anajua. Kwa hivyo kile Jehova anakuita, hiyo ndio ukweli regardless of the prevailing circumstances. Wapenda simseme amina. Kwa hivyo Jehova haikuja aseme how are you millionaire? Say I'm doing very fine. Hata kama saa hiyo unafukiwa nyumba, akikuita millionaire, hiyo neno amesema ameitana ina uwezo wa kukufanya kitu ambacho amekuita. Nimekuja kuwaita mamilionea, nimekuja kuwaita mabarikiwa, nimekuja kuwaita wale watu watamalizia vizuri. Kama unaamini si useme amina. So now, with that kind of understanding, let me see whether the next 15 minutes I can work on the line. Maandiko inasema hizi ndizo zile siku kabla ya njia. Wachana kabla ya njia. The falls of the air. The falls of the air. Zinakuja and they devour them. Hasa kama kungekuwa na Kiswahili. Najua nyinyi watu wa kanisa hili mnapenda Kiswahili. Kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili? Wewe wa Kristo, kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili? Tuangalie God. Hapa. Oh, brother jingizome unataka kaki. Soki. Kiko. Ni zaidi ya kaki. Gaire. Tungati nyingi akinoki mwadi. Tunatolia ndio yego mena. Hapo tulia. Hebu dona. Maandiko inasema alipokuwa akipata mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege waka Kiswahili mshinda ingine staki wakaida kuna kinatoka kama roho. They were devoured sio kukula. No, the word devour come from the word devour, the devil devours, that is to mean destroyer. Sio lazima aikule akaiharibu. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Wapendwa, katika jina la Yesu kuna mpango wa kijehanamu ya kwamba wewe na mimi kabla mwaka haujaisha kuna mpango wa kukuharibu. Kuna mpango wewe uharibike na mimi niharibike, kanisa liharibike. Ukiona hii mipango yote inawekwa, kanisa sifungwe, kufanywe hivi sijui nini, wapendwa, hiyo sio tu kitu ya serikali. Hiyo si tu kwa sababu ya corona. Hii ni mpango umepangiwa jehanamu, purposely to devour, to destroy, ya kuharibu kanisa. Nimekuja jioni ya leo tufanye mambo mawili. Kitu ya kwanza, matatu. Kitu ya kwanza, tujitangazie ya kwamba tutamaliza mwaka huu bila kuharibika. Hebu niambie watu upande huu, bali wananiletea kisirani. Wapenda upande huu. Tuagree na wewe pamoja na hawa. Sisi tunaweza moja na hizo ya before jana. Sasa sisi hiyo ya tena hiyo ndio tena. Lazima tupange ya kwamba shetani apange nini? Kitu moja tumekataa.
yale mapepo ya kuniharibu, yale yote yametuma kutoka jehanamu yaniharibie maisha, sitaharibika katika jina la Yesu. Na nina watangazia hamtaharibika. Inua mkono wa kulia, tangaza sitaharibika. Jambo lolote la kuniharibu, yani kuna mambo shetani atatumia, na shetani ni mbaya kiasi ya kwamba anaweza tumia chochote na yeyote, lakini kwa sababu ya ibada ya leo, hata kama atatumia nani, nimekataa kuharibika. Inua mkono, sema umekataa kuharibika. Labda tukagirani, sema amen hata wewe. Unaona wakati tunasema ndio watu wake ndio nitakuona naye. Ndio kuga amen. Wapendwa, simseme amina. Kutoka dakika hii hata shetani akitaka kutumia, unajua mimi na mke anaweza tumiwa. Wapendwa, sisi tulikuwa tunakaa Eden. Miaka yote. Lakini ile siku mama alileta sapa. Ile siku tulipatiwa chakula ya kwanza ya mama. Wacheni madharau. Unajua haiko mpaka wa Mungu wa mama wao wanatulisha. Si kweli? Mpako wa Mungu ni mwanaume awe ndiye analisha familia, si kweli? Sasa ile siku tulikula chakula ambaye ni mama ameleta, hiyo ndio siku ya mwisho ya kukaa Edeni. Wapendwa, nataka kuambia namna hii, hata kama ni nani shetani atatumia, tunakataa kuharibika. Kila mtu ni mkono wa kulia, sema sitaharibika. Na wapendwa, hebu niwaambie, hata mimi na ni mtumishi wa Mungu, naweza simama hapa niseme kaneno, ukasikie na offside, ukasikie na salt wave, ukasikie na roho nyingine ikwambie ni wewe unainukiwa, ni wewe bambisho. Wanaweza hubiri shetani yakwambie ndio roho ndio anaingilia ili uharibike, lakini kwa sababu tu kwa ibada hii chochote shetani atatumia, tumekataa kuharibika. Lazima tumalize mwaka bila kuharibika. Ninasema ndoa yangu haitaharibiwa. Ninasema mke wangu, watoto wangu hawataharibika. Si kanisa lote liseme amina. Kitu moja lazima tukate kauli. And please get this. The enemy is on a mission to devour your life. The enemy is on a mission. Wapendwa, nitaka kuambia, ukikasika saa hii dada, ukwazike, ukatae kuja mkutano, umetimiza mapenzi yake. Umefanya exactly kile alikuwa anataka. Yani ukasirike, yani uende nyumbani, mtu wa God uende nyumbani, mama afugue anakuangalia macho mengine mbaya, akuulize maneno mengine na wakanakilia. Basero ungekate. Arumere yake ndio yako na kafyu. Yani wapiwe mambo inakaa madharau. Na mpako ni shetani ukasirika, urushe kofi hata kama ni ya kuchoto, ipite na yeye, ukatae chakula, ugare kwa tipu na kitanda ni wewe umenunua. Ni mpako wa jehanamu wa kufanya usonge mbele, lakini tumekatalia hapa. Chochote shetani atatumia haitafaulu. Ninasema haitafaulu. Nimekataa kuharibika. Wapendwa, semeni amina. Kitu cha kwanza lazima sisi wenyewe tukatae kuharibika. Namba 2, sio tu ukatae kuharibika, ukatae kuharibiwa. Kwa sababu watu wengine wanaharibiwa, wanakuwa kafeli easy kuharibiwa. Man of God, unakumbuka yule jamaa anaitwa Absalom. Maandiko yanasema Absalom akaenda akawa anakaa kwa kiti ya nyumba ya mfalme. Watu wote wale wanakuja kwa mfalme, anawasimamisha, anaongea na wao. Maandiko yanasema miaka 2 akaipa roho za Waisraeli. Hamsemi amina. Bible inasema and some people followed Absalom in their simplicity. They were simple minded. Hawakuwa matiari atoki. Ohuine waore, ulimuine waore, makirombele Absalomu. Kuna ujinga shetani anaweza tumia. Unakuwa mwepesi sana kuharibiwa. Yani jambo lolote unaweza apiwa na likuharibu, unakuwa mwepesi sana wa kuharibika na wa kuharibiwa. Lakini kwa ibada hii tunatangaza kama wapendwa, tumekataa kuharibiwa. Hata kama shetani atatuma nani atuharibu, tumekataa kuharibiwa. Watu wote waseme tumekataa kuharibiwa. Ni kitu kingine. Ya 3 ni wewe ukatae kujiharibu. Kwa sababu kuna watu sio shetani anawaharibu, sio watu wengine wanawaharibu, ni wao wenyewe wanajiharibu. Maandiko inasema naye Judasi
akachukua kapa. Nani alichukua kapa? Akaenda akajinyonga. Kuna mtu alimchoka? Kuna mtu alimnyoka? Ni yeye alienda akajinyoka. Kwa hivyo kuna watu wanajiharibu wenyewe, anakaa peke yake, anaanza kujiharibu. Yaani unakataa kuja kwa mkutano, unaanza kujiongeleza peke yako. Inaitwa hiyo personal talk. Unaanza kujiongelesha, unaanza kuangalia kitambulisho. Kwa msichana unaangalia kitambulisho. Unaanza kuona una miaka ngapi? Unaona hii ni 37. Na umeokoka 20 years. Miaka 20 umekuwa kwa church. Na wale wadada wote wanaolewa ni hawa class 8, hii form 4, hii teenager ndio wanakuja wameolewa, na wewe umekuwa hapa ukitumikia God, na God anatumana hawa teenagers waolewe, wewe anatumana ukae tu kanisani. Unajiangalia saa hiyo umekataa kuja mkutano. Neighbor ambaye alikodresha nyumba hapo, naye ni makaka wa matatu za kutoka hapa mpaka Isinya, anakuja anaona mwangaza kwako, anapiga anafungua, anakuja chai kwa mezani, amesema ile baridi iko, nimesikia tukunywe hii chai. Mnaanza kuongea mwizowe, akiweka mafukua hapo ya gari na si yake, ni ya matoto ya mwenyewe, anakuambia mimi nakuonaka, ninaona mfupa wako, naonaka maili, naonaka. Na hata Mungu nasikia kama niambia tutawana leo. Unasema hata mimi nasikia namna hiyo. Wewe hakuna mtu anakuharibu, ni wewe unajiharibu. Lakini katika jina la Yesu, kwa ibada hii hatutaharibiwa na hatutajiharibu na hatutaharibika. Tutamaliza mwaka kwa vishindo. Wale wote wanaamini waseme amen. For your adversary the devil, like a roaring lion, he wants to devour you. Number 2, hiyo ingine ya pili ndio nataka tuangalie. Maandiko inasema ya kwamba wa pili ni wale wanapandwa juu ya mawe na wakimea. Maandiko inasema they wither away. Sinajaribu kumea, but they wither away. Kuwither ni nini? Kuwither ni kwa Kiswahili. Niambie Kiswahili ambao kidogo kukauka. Kukauka. Kunyauka ni serious. Sisi watu tunashika namna hiyo. Anakizo tizama ndio sio mali tu. Mambo ya mahozo. Kunyauka, kukauka. Kunyauka na kukauka pamoja. Yaani kuna mpango wa jehanamu. Semeni ya amina. Semeni ya amina ingine. Kuna mpango wa jehanamu ya kwamba kama utamaliza mwaka huu, kama utaumaliza ukiwa umekaukiwa. Yaani kuna mpango wa kusababisha ya kwamba kiroho ukauke. Siseme nimekataa. Yaani kuna mpango wa jehanamu ya kwamba kabla haujamaliza mwaka huu kipesa ukaukiwe, na nimekataa. Yaani kuna mpango wa Shetani ya kwamba hata ndoa zitakauka, lakini kwa sababu nilitumwa hapa katika jina la Yesu, hakuna jambo lolote lako ambalo litakauka. Haijalishi mambo iko namna gani, lakini ninalaani Shetani za kunyauka na kukauka. You will not wither. Can I hear you? Amen. Wapendwa, maandiko inasema blessed is a man. Kubarikiwa ni huyo mtu, na maanisha ni wewe. Blessed is that man, blessed is that woman that walketh not. Come on, he walketh not. Hatepei. Wapendwa, semeni ya amina. Wewe kama nawe mandoke sikuje ikawa ngati nawe. Maandiko yanasema kubarikiwa ni blessed is a man that walketh not. Unajua bishop, ligundua mtu akienda kuharibiwa na Shetani, the devil has a long term plan. Angalia, he walketh not. Huyo kwanza wanashikana, wanaanza kutembea. Wakitembea, maandiko yanasema walketh not in the counsel of the ungodly. Then you continue and starteth not in the ways of sinners. Yaani mtatembea mkiongea na mambo ya Shetani, na Shetani msiende kwa wage ya sama mnole. Mnasimama ili sasa msihinyie, mnaongea vizuri. Mkiongea, maandiko inasema anisiteth not. Mnisiapata vile mnakaa. Kwa hivyo mtu anaanza na kutembea, alafu anasimama, alafu anakaa. Lakini kwa hili kanisa hatutatembea, hatutasimama na hatutakaa. Kanisa lote siliseme amina. God bless you sir.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, never standeth in the way of sinners. He sitteth not in the seat of the scornful. Belong to this one. But his delight, come on people, his delight is the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. This man will be like a tree planted in the rivers of water. Come on, somebody say amen. Kafadhali hii ningekuwa na hubiri kwetu. Planted in the rivers. Unasikia tata? Unashika? Unashika? Planted in the rivers. Now I want to show you this. Mungu hakuwa amepanga upandwe kwa mto. Alikuwa amepanga upandwe kwa mito. Now you got to get it. You see rivers. Na mpango wa shetani ni uwe dada wa Aliva, ni uwe ndugu wa Aliva. Unajua hiyo kumaanisha nini? Kama ni kamuto ya biashara, akitaka kukuletea keserani, anakausha hiyo. Akikausha hiyo na wewe unakauka. Lakini ukiwa umepandwa kwa mito, hata akijaribu kukausha huyu, kuna kamuto kengine hapa. Na kuna watu unaombea hapa. Kabla hatutamaliza mwaka huu, Jehova atakupatia mto mwingine, utapata kamuto kengine na utapokea kengine, si utapokea kengine katika jina la Yesu. Planted by the rivers. See, something good if you can get it is, you see, once the tree is planted, it does not move. So it cannot be able to move to rivers. So it is planted, it is the rivers that should come to its direction. Kwa hivyo mahali Mungu amekupanda, mnakaa mkadharau. Mahali Mungu amekupanda, ni yeye, ni kazi yake kuanza kufungua tumito twingine, tukubariki maisha yako, tukubariki biashara yako. Sipokee neema hiyo, sipokee neema. Si Jehova awafungulie tumito twingine, tumito twa biashara, tumito twa ideas, tumito twa opportunities. Si kanisa hili pokee tumito twa opportunities. Si kanisa lote liseme amen. So brother waseme amina. He shall be like a tree planted. He shall be like a tree. So listen. Be planted. Be what? That means be immovable. Be immovable. Man, I'm simply saying flourish where planted. Are you getting the message? Flourish. Flourish. To flourish. Now, asante. Nawili. Chanuka. Unajua kuna watu jinga. Wanapenda kuchanukia mahali kingine. Kama nikiolewa na mtu fulani na saa hiyo umeolewa. Ivote nikiolewa na mwanaume anakiri. Kama si hii kubafu yangu, nimekechanuka hapana, chanukia huko. Acha kufanya. Chanukia huko. Wewe hata ukiolewa na Jesus Christ utakuwa tuna shida. Chanukia huko. Acha mambo mengi. Kuna mtu anasema kama nikienda kanisa ingine kwanza ya town, kwanza Nairobi, tuwe tunaongea Kiingereza tungechanuka. Unaokuletea kwa ya huko, chanukia huku. Chanukia where you planted. The Bible says those who are planted in the house of the Lord, they shall flourish in the course of our God. I told some people the other day I was preaching in the US and I was given a church. I was being told to stay in America. So I can't. I'm called for Africa. I'm called for Kenya. I'm coming back. And brother, I told them, God does not stay in Washington DC. God does not stay there. No. God does not stay in Washington DC. It is Trump who stays there. Brethren, I don't need to be in America to be blessed. No, it is God that blesses. The Jesus of Nazareth is also the Jesus of Capernaum. Come on. Flourish where? Planted. Flourish there. Wacha kisirani flourish there. Flourish there. Tika kisirani flourish there. Wacha mambo mengi. Do what? Flourish. Flourish there. Shida yako si mzazi. Shida yako si wazazi. Flourish there. Mtu akiletwa hapa sasa ukipatiwa lift na tinkatika ya China, ya wa China ikulete mpaka hapa ikuweke chini uingie kanisa. Sasa wewe tinkatika.
Nitike nimekupatia lifti. Sasa mama yako na baba yako walitumiwa na Mungu akulete hapa. Wacha kukaa kama wao, kaa kama wewe. Flourish there. Sasa kusema kama ningezaliwa wapi? Hata sisi hatukutuma barua tuzaliwe huko. Tulijikuta huko. Hata mimi singependa kuzaliwa kana Kamanda Mau. Ningependa kuzaliwa na Matipa. Mtu ana akili na ana pesa. Saliwa na mtu mwingine hapa, hata mahali ya kuzikwa anapatiwa na mke yake. Huyo ni mtu wa kuzaa. Lakini sasa sikutuma barua nikazaliwa huko. Lakini kuzaliwa huko sio kusema na mimi sisiwe na mashamba. Hapana, walitumiwa wanilete nipokee miliki zangu. Flourish where planted, shall be like a tree planted by the rivers of water, whose leaves do not wither. Oh, the leaves do not wither. I wish I can be able to exegete on that. The leaves do not wither. That means as long as you are alive. The leaves do not wither, but he brings forth fruit in his season. He does not bring fruit in season. He brings forth fruit in his, thank you, in his, come on, in his, that means in the God's character, there is you are, come on. So you cannot be worried by somebody else's season. It is their season, my season. Wapendwa, ukikuta makondofia imezaa kinya mazago makaina mehuangeka ina mbele na muembe huko hapo neiba na hausijazaa kitu. Unajaiona muembe ukilia? Sasa mniete wao. Takukilia data ya gore atia. Zizai. Hapana, inajua muembe unajua. Hii ni majira ya makondofe. Hebu imalize kile inafanya. Yaani unaona vile miembe inaenda kumalizika. Ikienda kumalizika, unaona naye makondofe ikiisha, nayo muembe unapiga hazard. Simalize niingie, simalize nianze. Wapendwa, hiyo miezi mingine ilikuwa majira ya hao, lakini hii miezi moja na nusu ni majira yetu. We are bringing forth the fruits. If you believe it, shout amen. And finally, hizo zingine ndio zilipandwa kwa mimba. Now I wish I have time. I don't have time. The Bible says kaanguka na zikajaribu kumea. But as they were trying to produce, they were choked. They were choked. So I pray that nobody here will be choked. Amen. Will be choked. There are forces that choke people's destiny. God. You get it? Do you know, hizi mbegu ambazo zilianguka kwa mchanga mwenye rutuba na hizi zilianguka kwa mimba, they had the same potential? The potential was the same, but these ones were choked. My brother, everybody here is a man and a woman of great potential. The problem is, what is choking you? What is choking you? And that's one thing the devil is good at, very smart on, making sure that you are bitter, you are angry, unforgiving, so that your destiny can be choked. You got to purpose in your life. I will never be bitter. Instead, I'll be better. They said it to make you bitter. Use it and become better. Come on, say amen. They just wanted to make you angry and unforgiving. Please forgive them, not for their sake, for your sake. Be the bigger person. Unajua wapendwa, one of the reasons why I enjoy my life so much is that I cannot give you so much authority over my life. Imagine, do you know, if I do something wrong to you and you refuse to forgive me, do you know I will control you even in your bedroom? Itakuwa mimi nimelala kwako, lakini ukinikumbuka na sio na kulala, unaamka. Tegaragalia. Kaja kwa hii tamu hii. Ukiulizwa ni nini? Vile huyo mhubiri alifanya. Mhubiri wengine wana shetani. Na sasa hiyo mhubiri amelala na ngorota. Ana control hata kwa bedroom yako. Imagine you have given him the power to rule over your life even in the bedroom.
So you forgive them so that they don't have power. Come on. Forgive them so that they can lose power to control your life. Just forgive them. Deny them the ability to mess your life. Listen to me. They hurted you once. Don't allow them to hurt you more as you keep holding them in your heart. Forgive them. Forget about them. Forget about them. Forget about them. Forget about them. Can I hear an amen? You know what I told my members? No matter what anything, no matter what comes against you, no matter what anybody will say, if it does not kill you, it is not bigger than your destiny. If it does not kill you, kama kile walikufanya hakikukuua, Mungu alikuwa anakuonyesha kile walifanya is not big enough to stop you from getting to your pinnacle, to your crescendo. So don't stop yourself. Come on, say amen, everybody. I discovered that. Therefore, I purpose to forgive him. By the way, me have been mine now for the last 26 years. Do you know mimi nilisamea mke wangu madhambi yote atanifanya mpaka twende mbinguni. Sahi mke wangu amesamehewa dhambi zile atafanya next year. Mke wangu amesamehewa. Sahi tunaongea nyinyi mbele ya Mungu. Dhambi zile atafanya, makosa yale atanifanyia next year. Nimemsamehea this year. Sitaki kusema hivyo akisikia asifanye sana, lakini amesamehewa. Hata sasa hiyo chochote atanifanya next year imeshasamehewa, so that it may not destroy my life. Excuse me. When Jesus was saying on the tree, forgive them for they know not. Were you born? He forgave us by faith. He forgave us by faith. And to forgive kabla hatujafanya vituko, kabla haujazaliwa, kabla haujafanya vituko, akakusamehe. Ili vituko ile utafanya isipate nafasi yako kuondoa mikononi mwake. Can I hear an amen? That's the way to live with the people of God. That's the way to live with the people that God has put in your destiny. Do you know what? Baraka zako nyingi. I was teaching on Sunday the principle of relationship, and I was telling the members of the church that 98% of all your blessings, God will bring them to you through people. God will use men to bless you. So you must be able to know that I must be able to relate well with the men for me to be blessed. And most time, wale watu wana baraka kubwa sana yako hawakuangi wazuri sana. Mungu ni mkali kiasi ya kwamba anafunganga baraka zile nzuri, anasifunganga na karatasi ya juu mbaya, ili wale tu watapokea, ni wale watavumilia kuondoa hii karatasi mbaya. That's why the Bible says we have this treasure in the earthen vessel, so that if anybody concentrates on the earthen vessel, he will never see the treasure. But if you can ignore the earthen vessel, hamwoni ule upako ulikuwa na Elijah, lakini all the sons of prophets hawangeupata, kwa sababu Elijah kukaa naye kwa pasa yako ni madharau. Ikisirani mjamaa hata mkitaka kwenda anasema wewe Elijah, Jehova amenituma Bethel, kaa hapo. Tutaenda pana, wewe kaa, amenituma kaa hapo. Yani hata kufuata Elijah nikisirani. Like you must be so committed that this double portion will get it. So purpose in your life, nothing, nobody chokes your destiny. Nobody chokes. Don't allow anybody. See me, I've been married for some time, and I can tell you, I was telling the couples in the church, I told them, the purpose of marriage is not, God's purpose for your marriage is not to make you happy. No. God's purpose for your marriage is to make you holy. Hakuna mahali mtu anatengenezwa afike mbinguni. Hakuna mahali mtu anatengenezwa afike heaven kama kwa ndoa. Na kama mke ndiye anatumwa na anointing na sandpaper ya kushaka mpaka mlango wa mbinguni hautakwama. Mama ndiye ana anointing ya kufanya na sandpaper kila mahali. Wala tumeona miaka mingi tunajua. Ukweli ulioa siku ile hakuna shida. Keep on growing. Hebu wapate watoto na ajue huko ndiko kina haeti. Yale maneno atakwambia na anakuambia openly. I am the only one who can tell you this. Ramaka. Aibu lake. Ndio hilo likikwelo wao. Kanisa mambo ifikirite.
asikumatike kwira toga kwire tondu we bagakwirwo we hata tarehe Jehova etarehe wetiwa niwe Jehova wanyoni wa musie niwe Jehova wanyoni ile mambo atakwambia kumbe je sadi pepa ya kupeleka mbinguni tatabu. Make sure nothing chokes your destiny. Is that okay? So 3 things. Number 1, sitaharibiwa. Na sitajiharibu. Na sitaharibika. Haya, hiyo ingine, I will not wither. I refuse to. Nimekataa kukauka. That means I will remain upbeat. I will remain flourishing. I will remain strong. Come on, say amen. Kila mtu hapa, wapendwa, especially sisi ambao tulikuwa kwa ibada, tulikuja kesho, yeyote mwingine atakuja, akuje tulikataa kunyauka. Akuje, everybody is flourishing. Everybody is excited and happy in God. Simanzi tuseme amina. And finally, nothing is permitted to choke my destiny. Nothing will choke my destiny. Nimekataa kunyongwa. Yani nimekataa kunyongwa. Wakajuzi, ujawahi rara. Miaka ile ya kitambo unaona kuna shetani imekuja na kunyonga, unajaribu kusema Jesus. Sasa unaamka. Wapendwa, hata hiyo tumekataa. Hiyo kwanza hiyo tumekataa sana ya kiroho. Hakuna kunyongwa maisha yako ya kiroho. Hakuna kunyongwa maisha yako ya kipesa. Hakuna kunyongwa maisha yako ya huduma. You got to become everything you were born to become. You say a big amen. So tunainua hiyo mikono, tunatangaza hayo baba matatu katika jina la Yesu. Inue mikono katika jina la Yesu. Tumekataa kuharibika, tumekataa kuharibiwa, nimekataa kujiharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimekataa kuharibika, nimekataa kuharibika, nimekataa kuharibika mpaka nimalize mwaka. Sitaharibika, nimekataa kuharibiwa, nimekataa kuharibika na kuharibiwa, nimekataa katika jina la Yesu. Razoka bazike rebozia, nimekataa. I refuse to wither. Nimekataa kukauka. Maisha yangu ya kiroho haitakauka. Maisha yangu ya maombi haitakauka. Maisha yangu ya neno haitakauka. Nimekataa katika jina la Yesu. Kila mtu inua hiyo mikono, tutangaze tumekataa kukauka. Kiafya tumekataa kukauka. Tumekataa ndoa zetu hazitakauka katika jina la Yesu. Kifedha tumekataa kukauka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunakataa kukauka. Tunakataa. Kila mtu inua hiyo mikono, utangaze nothing will choke your destiny. Nothing will choke your destiny. Nimekataa kunyongewa hatima yangu haitanyongwa. Shaka bazuka ribazia, sheke bozie karabakata. Hatima yangu haitanyongwa. Hatima ya huduma hii haitanyongwa. Hatima ya ndoa yangu haitanyongwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumekataa. We will not be choked. Our destinies, our potentials shall not be choked. Kato zeke ribazia, sheke rebozuka tayana. Thank you, Lord God. Thank you, Holy One of Israel. We bless you, we praise you, we honor you, and we celebrate you. Thank you, Father. Tuinue mikono.